Chukua nafasi hii wakazi wa Wamwangi nipate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati ambao umetupa. Tunapoendelea na semina yetu, na hasa wakati huu ambapo tunaelekea tamatisho lake, tunawashukuru nyote pia kwa ambao wamejumuika nasi. Tangia siku tulipoanza hasa mafundisho ya kiafya hadi wakati huu siku ya leo tunapofanya mada ambayo ni ya mwisho. Na natumai katika vile ambavyo vimeweza kupita tumepata kusaidika. Na hasa Mungu ameweza kutufundisha mambo ambayo ni mema katika maisha yetu. Na hata siku ya leo anayo mapenzi mema katika maisha yetu na katika afya yetu kwa ujumla. Hivyo basi tutapata ombi kisha tupate kuendelea na mada ya siku ya leo. Tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu shimala hapa juu mbinguni, asante kwa mchana wa siku ya leo. Asante kwa ajili ya mkazi wa mahala hapa, na asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye tunaye mahala hapa. Zidi kutufundisha, na asante kwa kuwa umekuwa nasi katika vipindi ambavyo tumekuwa navyo hasa vya kiafya. Zidi kufundisha siku ya leo, na hata utukufu wako na neema yako kazidi kutufunika hasa katika siku hizi ambazo za mwisho. Kuwa nasi tunapoanza hadi tamati, kwani ndilo mbele yetu ndio Kristo aliye kiongozi wetu. Amen. Amina. Asante. Ningependa kuwashukuru nyote kwa kuwa mmekuwa pamoja nasi. Siku ya hapo jana tukaangalia ni kwa jinsi gani damu inawafaa katika miili yetu, na kwa ujumla tukaangalia ni kwa jinsi gani naweza kuweka damu yetu iwe katika hali iliyo bora ya kiafya. Na baada ya hapo tuangalia magonjwa ambayo yanaweza kuathiri damu, na pia tukaangalia ni jinsi gani naweza kuyatatua, hasa kwa kutumia dawa za kiasili. Hatutalirudia lile. Siku ya leo tuangalia mada ambayo ni tofauti. Siku ya leo tuangalia ugonjwa ambao unaitwa saratani. Na wengi tunaojua kama ugonjwa wa kansa kwa lugha ya Kimombo. Baada ya pale tunapenda kuangalia pia jinsi ngozi zetu ama ngozi ya miili yetu inavyofanya kazi. Na ni mambo yepi yanaathiri ngozi yetu na pia muscles ambayo tunazo katika miili yetu. Hivyo basi nakuomba tu sikio lako ili ya kwamba tuzidi kusaidiana, ili ya kwamba Mungu naye awe mbele ili apate kutuongoza. Tukianza na mada ya kansa, hebu tujiulize vipi kansa inakuja kwenye miili yetu? Kansa inakuja vipi katika miili yetu? Na ni kwa jinsi gani pia tunaweza kuitatua? Watafiti wakasema ya kwamba cancer is a lifestyle disease. 90% ya watu ambao wanakuwa affected na ugonjwa huu wa saratani ni yanatokana na jinsi wanavyoishi maisha yao, hasa katika kula, kunywa na hata kuvaa. Hivyo basi siku ya leo tuangalie ni vipi kansa inavyokuja katika miili yetu. Jambo la muhimu ambalo nafaa kukumbuka ni kwamba miili yetu inazo seli tofauti katika sehemu mbalimbali za mwili. Na ili ya kwamba mwili ukue mwili develop kitu ambacho inaita kansa, inakuja wakati ambapo seli moja ama
seli tofauti za mwili hazipo katika kazi. Ama wakati ambapo vitu hivi free radicals ama hizi seli ambazo ziko tu hazimo katika kazi, zinajilogeti katika sehemu moja ya mwili, na baada ya hapo zinapata kuongezeka na kuspread katika mwili wote ama sehemu mbalimbali za mwili, na hili linaleta ile ukuaji wa ugonjwa wa kansa. Nini ambalo linaweza kuanzisha ugonjwa wa kansa? Jambo la kwanza ambalo ni kubwa sana ni uvutaji wa sigara, hasa ambayo ina affect mapafu yetu na kuleta ugonjwa ama kansa ya mapafu. Na kansa ile yumanaga na vigara makiria ihutagia mahuri ma mundu. Mtu anapokuwa ni mvutaji wa sigara, mundu ulionywa sigara, anapokuwa na hizi cells zinapodevelop katika mapafu yake, huenda ikaanza katika sehemu moja ya mapafu yapagia gukura thini wa mweno mwe wa mahuri make, na lisipodhibitiwa linaweza likaendelea na kuaffect mapafu yote mawili, na shigiaga uko sikiroro ni hutagia mahuri mothe make. Na wakati mwingine unasikia mtu analalamika akisema ya kwamba anaumwa na kifua, ukaigwa mundu akiugwa ni anaturwo ni mara nasikia uchungu ndani ya mapafu yangu, akaigwa ni anaturwo ni kuhihia. Na hasa unapoenda hospitali unapopimwa unaambiwa ya kwamba mapafu yako yameharibika, na wathi guthimwo thibitari kero mahuri maku ni maremetwo ni wira wamo, na kwa sababu ulichelewa uende ukaambiwa kwamba uko na kansa ambayo imeenda sana haiwezi kutibika. No ngikara utahuthimwo no ukore kansa yo ni yakinya unapewa madawa pale ya kudhibiti ile ugonjwa, ukuyo tu dawa cia kwenda ku, lakini ni ya kusaidia tu kuondoa maumivu, no kuheria ruo tu, na baada ya muda fulani tunapata kukupoteza, na kaida gaikara ona na uhuruke. Hivyo basi wapo unapokea kitu ambacho hakina maana sana, hasa uvutaji wa sigara. Ushia sigara dole kigunia na kimwethini wa mwili wako, ni vyema uache kabla ya kuletea madhara ya aina hii, na ni wega watiga utanakinyirwa ni wati toyo. Jambo lingine ambalo laweza likaanzisha ama likaleta kansa katika miili yetu, ndio utuma kansa ikore thini wa mwili wa mundu, ni kuyanywa madawa ambayo tunaita contraceptives. Niko nyuwa dawa ishishia ufago shari. Madawa haya ambazo ni ya kupanga uzazi. Dawa ishishia ufago shari. Na pia madawa ambayo ni ya kuondoa maumivu tu katika mwili. Na dawa yetu nyuwa gashita painkillers. Hasa unaposikia tu uko na homa unaenda unachukua dawa. Atiyatarewa hivyo watu unasikia tu ni kama unauma kichwa unachukua dawa. Hivyo ndio wale kiogo dukabura. Na utaki kujua chanzo cha yale maumivu yanatoka wapi. Ndio kumenya watu ruone kikana mtu wako. Ndipo tukasema ya kwamba iwapo utaona uko na shida katika mwili wako, kimbia na kuchukua madawa pale dukani, ndipo ujue chanzo cha ule ugonjwa, ndipo upate kuondoa kile chanzo. Hivyo madawa ambayo ni ya kupanga uzazi, dawa ishishia ufago shari, hasa yana cause ile tunayoita ovarian cancer. Maita maingi ile ya kansa ile hutanagia na jira yoshari. Hii ni aina ya kansa ambayo hasa inapata wanawake, na makiria hutagia makiria atumia. Pia huenda ikaathiri uterine cancer ambayo ni sehemu ya uterus ambayo ni hifadhi mkojo. Ona kansa teria yanyu yoshari ni hutagia tumia makiria, na pia kuadhiri breast ama nyondo, na nishoka waginya kuhutania kana kure kansa ya nyondo. Kitu kingine odoke ambacho inaweza kuleta kansa utuma kansa ikore dhini wa mwili ni kujiexpose kwa chemicals ambazo tulisema ya kwamba zinaleta madhara sana katika miili yetu. Ni oroshoge wa kuhudhaga indoshina na pia the high radiations from the sun. Ona kinyokora gati niwe kana ni waimire ni alete makiria. Tulipokuwa tunazungumzia afya ama sheria za afya, ndio turaroraga maundu kana miruga mai igemaini na tulisema ya kwamba jua ambalo unaofaa kuliota ni kati ya saa 1 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Tuone ya dhibiro ile warire kuota ni liwali ya kiroko tene na hawaime hawa hata kuanzia saa 11 jioni kuendelea. Dhaiko mine mwehuwaini na kiroko ya tene. Masaa haya ya mchana jua huwa kali sana. Madhaa makiro mamudhanya ini liwani liko kanita makiria. Na if you continuously expose yourself to this kind of sunlight, na leo koratu wendu reika liwaini muna makiria, it might cause cancer to your skin.
ni ihutireaga cancer ya ngothi, or rather to some other parts of the body. Ona kana igahutia ciĩga cia mwĩrĩ. Pia vyakula ambavyo tunapata kuvipokea, irio iria tũrĩaga, hasa nyama, makĩria ũrũĩgĩmĩire na ũrĩi wa nyama. Tulisema ya kwamba nyama ina produce kitu ambayo inaitwa ammonia, nĩtuonire atĩ nyama nĩ ikoragwo na kĩndũ gĩtagwo ammonia, ambayo wakati cells zina increase, ambayo wakati hizi cells za ammonia zinapata kuwa nyingi, rĩrĩa indo ici rĩrĩa mathugumo marĩa makoragwo nyama-inĩ zinaweza kuleta ugonjwa wa kansa. Nĩcũngagĩrĩria gũkũra gwa cells cia kansa. Tukasema unapochinja mnyama yeyote, rĩrĩa we ũgũthĩnja, tupende mfano tu wa ng'ombe. Reke tarĩ tuge rĩrĩa ũthĩnjĩte ng'ombe inapokuwa inapigania maisha yake, rĩrĩa ng'ombe ĩno ĩkoragwo ĩkĩrutwo muoyo wayo, njua ya kwamba kuna chemical ambayo hupata kuwa inaproduce ama inapata kuanzishwa. Hena chemical ng'ombe ĩrutaga, ambayo ni chemical ambayo inaitwa melanohenide. Na ni chemical ĩyo atwĩra, this is a carcinogen chemical. Chemical ĩyo nĩ koragwo na hinya kwa cells cia kansa, ambayo inaanzishwa ama inaproduce wakati ng'ombe ama kiumbe kile kinapigania maisha yake. Na chemical ĩno ĩrutagwo rĩrĩa ng'ombe ĩrarũĩra mũtũrĩre wayo kana rĩrĩa ũramĩruta muoyo, na inapoingia katika miili yetu, na rĩrĩa warĩa nyama ĩna chemical ĩyo, inaweza kuathiri ile tunaita colon cancer, leta colon cancer. Nĩcũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo na kansa ya nda. Na hivyo basi, na nĩkĩo makĩria, ni vyema ujue ni nini kila, nĩ wega ũkamenya kĩrĩa ũranyua, na nĩkĩ ũranyua, ndiposa usijiletee mambo ambayo ni ya madhara katika mwili wako, na nĩguo tũkarehe thĩna thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Pia sukari nyingi katika mwili wako ambayo tunaita refined sugar, atĩ cukari mũingĩ wa iganda-inĩ inaongeza asidi katika damu yako. Sukari inaongeza asidi thĩinĩ wa mwĩrĩ, na kiasi kikubwa inapelekea kuleta leukemia ambayo ni kansa ya damu, na ĩno tũronire nginya mũthenya wa ira nĩcũngagĩrĩria kansa ya thakame. Hivyo basi mambo haya yanafaa kuyaepuka, na nĩkĩo nĩtũrona atĩ indo ici nĩwagĩrĩirwo gwĩthemana nacio, ndiposa usipate na ugonjwa kama huu, na nĩguo ndũgekore mũtino-inĩ wa kũnyitwo nĩ kansa. Kemikali kali, chemical, na pia yale mafuta ambayo tunaingiza kwenye skin ama katika ngozi yetu, ona maguta marĩa twĩhakaga ngothi-inĩ, mengi yapo ya mafuta haya na kemikali ambayo ni sugu sana. Maguta maya maita maingĩ nĩ makoragwo na chemical cirĩ rũrũ mũno, hasa kwa wanawake wanapenda kuweka mafuta ambayo ni layers mingi ama aina mingi katika ngozi yao. Maita maingĩ tuonaga atĩ atumia nĩ mahũthagĩra maguta mĩthemba mĩingĩ mũno, na wakati ngozi yako inaweza ama mwili wako umeyavuta yale mafuta kuingiza katika damu yako, chemical ciagucio nĩ mwĩrĩ waku kuma ngothi-inĩ cikaingĩra thĩinĩ wa thakame yaku, ili linaweza kupelekea kupatwa na skin cancer. Ũndũ ũyũ nĩ ũkũiga ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ cancer. Hivyo basi ni vyema kudhibiti mafuta ambayo unayatumia. Nĩkĩo nĩ wega kũrora maguta marĩa wewe ũyataga. Sio unatumia tu mafuta ya aina yoyote usiyojua yametoka wapi. Ũkahũthagĩra maguta tu ama ni aina gani. Endaga kũmenya maguta macio mena kĩ kana nĩ ma mũthemba ũrĩkũ. Pia unene wa kiasi ama kukua na uzito uliopita kiasi, mũndũ gũkorwo ena ũritũ mũkĩru, jambo hili linaweza kupelekea kupatwa na colon cancer. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria kũnyitwo nĩ homa ya matumbo. Unapokuwa unapatwa na ugonjwa huu wa kansa, rĩrĩa wanyitwo nĩ mũrimũ wa kansa, dalili zipi unaweza kuziona ukajua ya kwamba huenda nikawa na ugonjwa huu? Ukimenya atĩa wĩna mũrimũ wa kansa, ni vyema kuzijua ndiposa unapozipata pale, ni wega kũmenya rĩrĩa wona indo ici, upate kudhibiti ugonjwa huu wa kansa, ukahota kũrũaga naguo tene. Jambo la kwanza, unapokuwa unapoteza nguvu katika mwili wako, rĩrĩa ũkora atĩ nĩ ũrate kilo na gĩkĩro kĩa igũrũ, na pia unakosa kuwa na afya hamu ya kula, ona nginya ũgakinya handũ nĩ wambia kũremwo nĩ kũrĩa. Hii ni kati ya mojawapo ya dalili ambazo zinakuonyesha uko na kansa. Ici nĩ dalili cia kuonia atĩ wĩna kansa, na usipoidhibiti huenda ikawa inaendelea kuongezeka, na ũngĩaga kũrorwo kansa nĩ ĩgũkũra na ikakuletea kupoteza maisha yako, na nĩ ũgũkorwo ũkinya ũgwati-inĩ wa gĩkuũ. Jambo lingine hapo unaona kuna vidonda ambavyo haviwezi kuponyeka. Wao ironda itirahona na ihenya, unapo hata kupokea dawa vidonda hivi haviponyeki, ona nginya wanyua dawa kana wahaka dawa itirahona, ama katika vidonda hivi vinatoa damu kwa sana, kana ukaona ati ironda ici nĩ ciraura thakame mũno makĩria. Jambo hili pia linafaa likufahamishe huenda ukawa na ugonjwa wa kansa. Ũyũ nĩ
ndwagire gukwira ati ndwagire kurorwo murimu wa kansa. Unaposikia ya kwamba uko na ugumu ama koo yako inapata kuwa na maumivu makali, leo akawate mumero waku nuratura muno, unashindwa hata na kuyameza mate, hata ukila chakula unashindwa kukila, wale hivyo kija ni wale maushimeli. Wakati mwingine watu wengine wanaenda hospitali wanaambiwa ya kwamba hatujaona ugonjwa katika mwili wako, wanalia wale itaroga dimoke wotutiro na dawa tu ya kuondoa maumivu kwenye throat yako, leo hayano dawa ya ruo tu, na wewe hujafahamu ya kwamba wewe ni kansa ambayo unayoendelea na kuipata. Hivyo basi ni kama tufahamu ya kwamba mambo haya ni Mungu ametuletea ili kabla ya hatari tupate kutahadhari. Jambo la lingine ambalo naweza kufahamisha kwamba una ugonjwa wa kansa, hasa kwa wanawake, ni wakati una ugumu wa kupokea chakula, makiria kuri ado tumia nililia, na wakati mtu anapopokea chakula, kwa wanawake unapohisi uchungu katika sehemu yako ya throat, ta kuria tumia leo kuigwa te mumero waku ni uratura, unahisi uchungu unapokuwa unameza chakula, wakorate wakimerere ngora igwa ruo mumero ine, na hii inaweza kuwa ni dalili ya kuonyesha uko na breast cancer ama kansa ya nyondo. Udoyo ni wayo kwirate ni uriogwatini wako nyitwa ni kansa ya nyondo. Kumbuka dalili hizi zinaweza kutofautiana kulingana na sehemu ambayo imeathirika. Dalili hizi ni tigana kulingana na kansa ehutete kigakireko thini wa mwili wako. Kama ni sehemu kama tuseme ya magoti, nduta aikorene kiruta marwinde, huenda unasikia magoti yako yanauma katika sehemu ya magoti, kaigwa ate marumaku ni maratura kule marwinde, ama yana vidonda ambavyo vinaibuka ambavyo havina msingi, kana wakora ate nira tureka iroda itaina kule shumbete. Ni tofauti sana na wakati mtu ana ugonjwa wa kansa ya throat ama breast cancer. Goranga ni mundu ena anjoni kansa ya nyondo kana kansa ya mumero. Hii ni kwa sababu tofauti zinadhihirisha kwa njia tofauti. Nito gorani shishona na gione chumbere ni maumbelera gorani. Jambo la kwanza, wa mbere, tunataka tuangalie ni kwa jinsi gani unaweza kudhibiti ugonjwa wa kansa. Ungehota tia kukurwa na mlimu wa kansa. Na la muhimu zaidi ni kuepukana na vyakula ambavyo huenda zikakuletea kansa. Na undu wa mbere ni gwithema na irio ciothe ile kuiga gwatini wako nyitwa ni kansa, ikiwemo nyama. Na kindu kia mbere ni nyama. Unajua watu wengi wanapenda nyama sana, ndio watu wengine tuelete kulia nyama, lakini tulijifunza kama tuwe na kiasi tunapopokea vyakula vya aina hivi. No tuoni ati niwe gakinya wakora na githimi ona leo kulia nyama. Kisa na maana si vema kujiletea madhara ambayo unaweza kuyaepuka. Nikio tutoro tibera kuiga gwatini wao ndio ungehota kuruta thini wako. Jambo lingine, fanyisha mwili wako mazoezi. Menyeria mwili wako kora ugikuruta wira, ili ya kwamba uhakikishe kwamba seli zimo katika kazi. Niguo ugatumana mwili wako kwa ndio urarutithio wira, shika ciothe ni iruta wira. Kwa kimombo tunasema to avoid the formation of free radicals. Niguo mwili wako ndwakoragwo wina indo cie kisa na maana unapokuwa na free radicals, ile mwili wako wako wina ici cells zitarauta wira, zinapozidi na kuongezeka zinapelekea kuwa na ugonjwa wa kansa. Ile shiki ha itumaga kansa ikure thini wa mwili. Kitu kingine ambacho tumekuwa tukikizungumzia kwa sana ni kwa kutumia viungo vya kiasili ambavyo Mungu ametupa. Iwapo uko na simu yako mahala pale, ningependa uende kwa internet uulize maana hii ama kuulize jambo hili. What effect does turmeric have upon cancer cells? Ati olie thimu yaku kana internet, turmeric ikoragwo na wira uriku thini wa kurwa na kansa. Na kwa muda nipende niwaambie ya kwamba na rekeje tikire inde mwili wao ndio utafuta pata ya kwamba ungekuwa mvile kuona ati turmeric ina uwezo wa kuangamiza seli ambazo za kansa zilipokuwa zinazidi na kuongezeka. Turmeric nenyi haya ukoragwo wa kansa thini wa mwili, na inafanya inaweza kuziangamiza na kuziua kwa kabisa. Na neshira cells cia kansa na yashirina thini wa mwili wako. Ni kiungo ambacho Mungu ametupa kwa njia ya asilia, na ni kindu gya bata Ngai atuheire, na tunaweza kuvipata kwa njia ya urahisi. Na turmeric cino nducione ona ginya thoko-ini kuria tuthiaga. Viungo vingine kama vile cinnamon, indo ta cinnamon, beetroot na pia avocado seed, ona ginya mbegu cia makondobia, hasa ile powder yake
makiria mtu wa mbegu ya ikorofia. Hivi vyote vina uwezo wa kuangamiza seli za kansa ambazo ziko katika mwili wako. Shina hinya wa kweli ya seli zisha kansa ndani wa mwili wako. Hapo unaweza kuviaccess ama unaweza kupata viungo hivi. Unaweza kuona ile ishi. Ni vyema uende na uvipate na upate kuvitumia wakati ambapo unapika chakula. Nimeweka ushiodera leo na ile shiaku. Au hata wakati ambapo unavinywa. Ona ginya ushinywa wale wa nyuma. Na niwakumbushe ya kwamba siku ya leo ni siku yetu ya mwisho. Na nimurikania tumudenya wa mmoja ni wito wa mwisho. Kuwa na medical camp ama kuwa na ile hema ya medical pale. Ukorona medical camp ile ya tuna Yohana. Na iwapo kuna swali lolote kuhusiana na afya ya vitu ambavyo tumekuwa tukivizungumzia. Na ikorowe na kiulio yote kule daktari kulingana na mwandishi madhabahu tuko tukia. Fika pale uelezee madaktari ambao kwa mahali pale. Wewe ngao bihare kile kiulio gushokerio. Wapate kukuelekeza vema. Maoteithie wega. Na mpate kufahamiana na kuelekezana vema. Na wewe ni utaithika uya kwagirire. Tulikuwa naangalia ni kwa jinsi gani unaweza kudhibiti ugonjwa wa kansa. Tukorogania pia ungehota kuithema na muhimu wa kansa. Na jambo la pili tunasema ya kwamba unaweza kutumia ginger na garlic poultice. Ama utengeneza ule mchanganyiko wa ginger na garlic. Ni wega gutukanagia ginger kana ya ginger na garlic hamwe no huthire kiu. Hii ni ginger ama hii ni tangawizi na kitunguu saumu, wengi unajua vile. Tangawizi na garlic na ginger hamwe gushihudira. Pia hivi vina uwezo wa kuondoa uchafu katika mwili. Indo ici niciheragio giko thiini wa thakame. Na pia kuondoa seli za kansa ambazo ziko katika mwili. Ona makiria kweheria cancer cells ile cirakora thiini wa mwili. Pia unapopokea hewa safi, ona riria uguthie kundu kwina riera riria ritheru, hasa oxygen ina uwezo wa kuangamiza the development of these cancer cells. Riera riria ritheru nitumaga cancer cells ici cihuranwo nacio ni mwili waku. Pia kula chakula ambacho kiko na fiber. Riaga indo iria ciina uthi. Vyakula ambavyo vina nyuzi. Kuriaga indo iria cikoragwo na uthi. Vyakula hivi vinasaidia sana katika mwili wako. Indo ici ni itethagia mwili waku muno na njira nene. Na pia vinakusaidia usiweze kupata ugonjwa wa kansa. Na ni iteithagia niguo tukahote kuya na murimu wa kansa. Natumai mambo haya yote tunayanakili. Maundu mamo turethi na mbere. Na ni ya kwamba yanatufaidi sisi. Na ni wega ni magututaithia. Na pia kwa uwezo mkubwa yanaweza kuyakasaidia familia zetu. Ona nginya micii tu no tuteithike. Kwa sasa tuangalie jambo lingine. Turore uhoro ungi ambayo ni afya ya afya ya ngozi. Turore uhoro wa ngothi citu. Tunapokuwa tunaangalia ngozi citu, tunaangalia pia muscles ama misuli ambayo iko katika mwili. Unajianza kurora muscles ama misuli ya mwili. Muscles ya mwili. Na tupasa tuangalie ni vipi tunaweza kuviweka katika afya iliyo bora. Na tuonelea tukiga ngothi citu na muscles citu na njira ya haki. Pia tuangalie ni kwa jinsi gani tunaweza kudhibiti magonjwa ambayo yanaweza kuathiri vile viungo. Unaweza kuwa na mirimu ile hutanagia na ciiga ici. Jambo la kwanza nafaa tujue ni kwamba ngozi ambayo unaiona katika mwili wako, ngozi hiyo yako ni kiungo ambacho ni kikubwa sana katika mwili wako. Ngozi niyo kiga kile kinene muno kiako. Hakuna kiungo ambacho ni kikubwa kuliko ngozi. Gutire kiga kile kinene muno thiini wa mwili wako ta ngozi yako. Linaweza kukava ama linafunika viungo vyote vya mwili. Na ngozi niyo hubagira ciiga ici ciothe cia mwili. Na ni vema kuitunza. Na ni wega kumenyagirira ngozi yako. Sijui kama tupata msomaji atusomee kitabu cha Zaburi. Zaburi ni 139 mstari wa 14 pale. Ukisoma Zaburi 132 139 mstari ule wa 14. Igana rĩa 39 mweri wake wa 14 Biblia ikoiga ũũ: Nĩndagũcokeria ngatho tondũ mũmbĩre ũrĩa nyũmbĩtwo nĩ wa magegania, o marĩa me kĩmako. Mawĩko maku-rĩ nĩ ma magegania mũno, niĩ mwene nĩnjũĩ ũguo o wega. Asante sana. Tunapoona Biblia hapa inatuambia kwamba Biblia inatuambia unapojiangalia wewe mwenyewe, ile wewe
mwene. Unaweza ukaappreciate ama ukajua ya kwamba Mungu alikumba kwa njia ambayo ni ya busara sana. Bila wewe unamenyaga wewe uli wa magania muno makeria. Na tukienda kwa step nyingine tunapokuwa tunaangalia mwanadamu na tujigina mbele kwa mundu, unapokuwa unasema ya kwamba huyu ameumbika vyema, leo wakati wewe mumpena njire yake. Jambo la kwanza ambalo umeweza kuangalia ni ngozi. Kile tumaga uge bone todo ndibero agishisho. Hii inamaanisha ya kwamba nikubate ngozi ina mvutio ama ina ishara ambayo inaonyesha ya kwamba mwanadamu ako katika hali njema ama ako katika hali mbaya. Ngozi niona nagia githikia mundu kana niyo eno gimwega kana daina wimbo mwega. Na tujue ya kwamba tumenyate sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ithuo the tobe tu na muhianire wa Ngai. Hivyo basi ngozi ambayo Mungu alitupatia ni ngozi ambayo ni ya dhamana sana. Na nikio ati ngozi ile bila tuhete. Na ni lazima tuitunze. Patana ya bora nikio ni watuagerie kumimenyerera. Jambo lingine udoge tujue ya kwamba ngozi yetu tumenyate ngozi yitu pia ina maana sana katika miili yetu. Ina fatamo na dhidi wa mili. Jambo la kwanza ambayo ni ya ngozi linakinga dhidi ya kuingia germs au kuingia uchafu katika mwili wako. Kuingia germs kana kido kigio na kuingia dhidi wa shida ishiki. Vitu ambavyo vyote ni vibaya ngozi inadhibiti kuingia kwenye damu. Ngozi ndio shida ishiki kwa tio ni kido kigi ogyo. Na jambo lingine ni kwamba ngozi inadhibiti jinsi ambavyo mwili wako unayapoteza maji. Na ngozi ndio ile mwili wako kinya gutema ai mari dhini wao. Tulipokuwa tunazungumzia ugonjwa wa kansa, tukura roho wa kansa, tukasema ya kwamba usijiweke katika jua ambalo ni kali sana. Tukugaga ati tiwe gukira liwa hiyo tamakeria. Kisa na maana inaweza ikasababisha kuwa na kansa ya ngozi. Ni todo wikara liwa ile uri hiyo muno makeria nene kugutuma no kuigo gwatine wakonyo ni kansa ya ngozi. Hii ni kumaanisha ya kwamba ngozi pia ina muhimu sana katika mwili wako. Ni kugaga ngozi ina fatamo na makeria. Kisa na maana inaweza kusababisha ukawa na ugonjwa ama usiwepo. Ati ni todo ni kugaga ngozi no igiririe ishiga kikunyitwa ni umurimo kana itume hinyitwa niguo. Jambo lingine ambalo nafahamu ni kwamba ngozi ina uwezo wa kudhibiti hali joto katika mwili. Ngozi ni menyagirira urugare wa mwili, ili ya kwamba usipate ndani ya mwili wako hamna joto ambayo ni nyingi sana. Ni ngozi wako ya mwili wako ina urugare muno mwingi makeria au hata hali ya nje haiko sawa. Ona kugituika ati ona ni kwina heho. Ndio maana unapoangalia ngozi yako na nikio rira ukora ngozi hasa wakati wa baridi tariria kwina heho the hair sunazitaje ni ukoraga ati maguguya wako unapokuwa kuna baridi sana hair ambazo ama zile nywele ambazo katika ngozi yako ngozi wewe ngozi ni yako zinaweza kusimama ili zidhibiti jinsi ambavyo unaweza kupoteza hali joto katika mwili. Nikoro kama iroga magane mwili ndokahote gute lugari. Na kwa wakati ambapo kuna jua nyingi sana ama joto ambayo ni kali sana. Ya kwenda lugari mnoma ingimoje. Zile nyuzi ama zile nywele zinapata kulala ili ya kwamba upoteze joto nyingi katika mwili. Moyoshi wako ni ukoma magane mwili wako ute lugari. Ili hakikisha ya kwamba hali ya joto iko sawa katika mwili. Niwe utigerea ati mwili wako wina urugari uria wagereire. Pia kuna yale mafuta ambayo ngozi inayaweka katika mwili wetu. Ngozi ni ile mafuta mwili yetu. Ndipo unapoona wakati mwingine unaona sehemu moja ya mwili wako huenda ikuwa ni kubwa sana. Nikio ule mwili unaona hata mwili wako no kore hena part ya mwili wako imwe inenehete hanini. Kisa na maana kuna mafuta ambayo yamehifadhiwa mahali pale. Todo hena mafuta mengi yetu hau. Jambo lingine, udoge ngozi pia ina uwezo wa kutoa uchafu katika mwili wako. Ngozi ni itegereria kuruta giko mwili-ini hasa kupitia sweat ama kupitia sweat. Makeria kuyotokera thithino. Na pia kupitia kusimamisha zile nywele za nini ambazo nimezisema. Na kurugamia moyo wako ule tuwalidia hau. Haya yote ni kazi ambazo ni ngozi. Wirosho wa ndiko ngozi ruta. Na tunaona ya kwamba ni kazi ambayo ni muhimu sana katika miili yetu. Na niwera wa hatamu na dhini wa miili yetu. Kwa sasa hebu tuangalie ni magonjwa yapi ambayo yanaathiri ngozi zetu. Nyita wane meri mweleko. Jambo la kwanza ni vitu ambazo zinaita acne ama ni ugonjwa ambao unaita acne. Ni
mwili ni unyitagwo ni thundo. Huu ni ugonjwa ambao unakuja wakati ambapo ama zile pores ama zile nywele za katika ngozi yako thundo ici maita maingĩ ciumagĩra rĩrĩa njuĩrĩ ĩrĩa yumaga ngothi-inĩ zinapata kufunikwa ciaga kumĩra na hasa zinapata kufunika zisiweze kuleta hewa katika ngozi yako, cikahumbĩrwo cikaga kũrehe rĩera thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, au hata zisitoe maji katika ngozi yako na ikaremwo kũruta wĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩruta. Na hasa watu ambao katika miaka ya 15 hadi 30 pale, andũ arĩa mekona miaka ya 15 nginya miaka 40, wengine huenda wanafogoa ama wanasimu vitu, limwe ni masiumaga maũndũ, na wengine hawapendi kuoga pale, na gatagatĩ-inĩ kau amwe tuge rimwe ni marega unapata magonjwa huu wa acne na affect sana. Wakoraga ati uhoro uyu wa kugĩa na thundo ni mahutagia muno makĩria. Na jinsi ambayo unaweza kupata ugonjwa huu umeupokea, uhoro kugĩa na thundo ici ũndũ ũyũ ũrehagwo nĩ kĩ? Ni kwa kujua ya kwamba ama ni kwa kuonyesha dalili zifuatazo. Mũndũ amenyaga ena mũrimũ ũyũ tondũ wa maũndũ ta maya. Unapopata ya kwamba hair follicles zako hata huwezi kuzitazama, huwezi kuziona, ndio ukurate njuĩrĩ cia ngothi yaku tũraciona kana itirĩ ho, kwa sababu zishafunikwa na hali ya uchafu, nĩ tondũ nĩ ihumbĩkĩtwo nĩ gĩko kĩa ngothi. Inapata kusababisha ama inaweza kuonyesha ya kwamba unaweza ukaathiriwa na ugonjwa wa acne. Ni kuga ati no kwambia kugĩa na thundo ici. Na pia unapopata ya kwamba mapafu figo zako hazifanyi kazi kwa njia iliyo bora, na uhoro ni tumaga nginya rĩrĩa ona higo ciaku na pia ini ambayo katika mwili wako, ona ini rĩrĩa thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, ili ya kwamba ziweze kuondoa uchafu katika mwili, tondũ wĩra wacio nĩ kũruta gĩko kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Hivyo basi inakuonyesha ya kwamba kuna ugonjwa ambao huenda umeupokea ambao ni wa acne. Ukaremwo kuruta gĩko ũrĩa kwagĩrĩire. Hivyo basi ni vyema kusafisha ngozi yako. Ũguo nĩ wega rĩrĩa ũthambagia ngothi yaku na kupokea viungo ambavyo ni muhimu katika mwili wako, na ũhoro ũcio wakinya wa kũrĩaga indo iria ciagĩrĩire cia cingĩmaine na ngothi yaku. Viungo hivi ambavyo tunavisema ni vitu kama vile soybeans, ni kwa indo ta soybeans, na pia sunflower seeds, ona nginya mbegu. Hizi tunazipata hasa katika mafuta ambayo tunatumia kuyapika. Indo ici ciumanaga na maguta marĩa tũrĩaga, na haya yote yanasaidia kuhakikisha kwamba hali yako ya ngozi iko katika hali iliyo sawa. Na maũndũ maya mothe nĩ magũtũma ngothi yaku. Huu ni ugonjwa ambao huwapati watu wengi sana. Thundo itinyitaga andũ aingĩ mũno. Huenda ukawapata watu ambao wanajiachia uchafu sana. Maita maingĩ nyitaga mũndũ ũrĩa ũtethambaga mũno. Na pia watu ambao hawapokei viungo ambavyo ni muhimu katika miili yao, na andũ arĩa matararĩa irio iria ciagĩrĩire. Viungo kama vile magnesium na zinc, indo ciĩna magnesium na zinc. Hivi vyote unapokosa kuvipokea huenda ukaathiriwa na ugonjwa huu. Ũngĩkorwo ndũrarĩa irio ciĩna indo ici nĩ ũkorwo ũkĩhutania na mũrimũ ũyũ wa ngothi waku. Sasa tuangalie ugonjwa ambao unaitwa skin cancer. Ni kule kansa ya ngothi. Hii tumeweza kuangalia katika ile mada ambayo tumekuwa nayo hapo mwanzo, na mũrimũ ũyũ tũrorete mbere kabere gaka. Na kwa kifupi tu tuseme ya kwamba mafuta ambayo tunayaongeza katika ngozi, mafuta marĩa tũrĩaga ngothi-inĩ, hii ni sababisho kuu ya mtu kuwa na skin cancer. Ni macũngagĩrĩria mũndũ akanyitwo. Sio rahisi ya kwamba upate mtu ambaye ako na saratani ya ngozi. Kansa ya ngothi ndĩhutagia andũ makĩria iwapo kemikali zilizo kali hazimo katika damu yake au katika mwili wake. Iwapo mtu huyu hana kemikali kali katika ngozi yake ama katika damu yake, kũngĩtuĩka atĩ maguta marĩa arĩaga matirĩ na chemical ici njũru thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Jambo lingine, ũndũ ũngĩ, unapoona Mungu amekumba kwa jinsi ambayo amekuumba, Gaitoro ni akumbete ugobe yako. Na unaenda hatua nyingine, unaenda kuyapokea mafuta ambayo yanaondoa ile ngozi ambayo Mungu alikuweka. Wewe ukakuona ule ndio yakumbete ugabi kwenda kweruhia kwa. Sasa sisi kwetu weusi tunaenda kuondoa ile ngozi na kuanza kutaka kuweka ngozi ambayo ni nyeupe. Wewe mwili ukienda kujiosha njia ngozi yako ili la kusababisha kupata na ugonjwa huu wa skin cancer. Udosho ndio shogereria wewe kunyitwa ni cancer ina ya ngozi. Na unafaa uepuke mambo hayo. Na ni wega withemane na maundu macio. Na uhakikishe ngozi yako iko katika hali iliyo sawa kwa kuvaa ama kujipaka mafuta ambayo ni ya kiasili. Na ni wega kumenyagira kuhaka mafuta maria magirire. Au hata kwa kupokea vyakula ambavyo ni vya kiasili. Na kuriaga indo cia kimerera. Kuna vitu ambavyo vinaitwa ringworms.
ena ithemithũ. Hiyo ni ugonjwa ambao unapata ya kwamba ngozi yako ina vitu zinakaa mashiringi hivi wakoraga wina mashiringi ambavyo huenda vimekuwa vimesababishwa na kutooga ama kukuwa na uchafu mwingi katika mwili wako. Ile ciumanaga rĩrĩa gĩko thakame yaku ina gĩko. Au hata wakati ngozi yako umekula vyakula ambavyo mwili wako huwezi kuviondoa kwa njia nyingine isipokuwa kupitia kwa ngozi. Ugakora atĩ ona rĩmwe nĩ ũrĩte indo imwe ciĩna indo mwili wako utangĩhota kũruta tiga icirutire kũhĩtũkĩra ngothi yaku. Na hivyo basi inapelekea vitu kama hivi kutokea kwenye ngozi yako. Nĩkĩo ũkoraga indo ta icio ithemithũ ikiumĩra ngothi-inĩ yaku na kusababisha kwa watoto hasa kukua na kujikuna kwenye ngozi au hata kwenye kichwa. Wakoraga mundu nĩ arethwo mũno ngothi-inĩ yake na kĩongo-inĩ gĩake. Pia pale katika miguu unapata ya kwamba miguu yako katikati ya vidole kuna maumivu makali. Wakoraga magũrũ maku gatagatĩ ka ciara nĩ ũraigua ruo kana nĩ ũrethwo mũno. Ni kwa sababu ya kwamba hauipi hewa iliyo safi kwenye miguu yako. Nĩ tondũ nĩ kuga ngothi yaku ya magũrũ ndũramĩmenyerera, ndũramĩherera rĩera. Au hata hauoshi sehemu hii ya miguu kwa jinsi ambayo inafaa. Ona ndũrathambia magũrũ maku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hivyo basi unaweza kutumia vitu ambavyo ni vya kiasili kama vile garlic. Nĩwe yakũhũthagĩra indo ta garlic. Pia kitunguu unaweza kuvitumia kutibu magonjwa kama haya. Kana gĩtũngũrũ kũhonagia mĩrimũ ta ĩno. Na kupokea vitu ambavyo tunavita magnesium na zinc katika mwili wako. Na kũrĩaga indo ciĩna magnesium na zinc thĩinĩ wa irio iria ũrarĩa, ili ya kwamba upate kudhibiti magonjwa haya. Na nĩguo ũhote kũrũa na maũndũ ta macio. Ili kuhakikisha kwamba ngozi yako imo katika hali iliyo sawa. Nĩ gũtigĩrĩra atĩ ngothi yaku ĩikarĩte ũrĩa yagĩrĩire. Jambo la kwanza ni kwamba uyanywe maji. Ũndũ wa mbere nĩ ũnyue maĩ. Na jambo la pili ni ya kwamba upate kusafisha ngozi yako kwa kutumia kuoga ama kusafisha ngozi ya nje. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũhũthĩra maĩ ma gwĩthamba gũthambia ngothi yaku ya nja. Kutumia sabuni ambazo hazina kemikali sana. Ukihũthĩra mathabuni matarĩ na kemiko nyingĩ. Huenda ikawa ya kwamba sabuni ambazo unazitumia unatumia sabuni aina tatu kwa wakati mmoja. No ũkore ũhũthagĩra mathabuni mĩthemba mĩingĩ marĩ na indo icio njũru. Au hata kwa wiki moja unatumia sabuni ambazo ni tofauti sana. Wakora ũrahũthĩra mathabuni mĩthemba. Tumia sabuni ambayo ni ya kawaida tu. Hũthĩra thabuni wa kawaida. Na inaweza kukusafisha. Na nĩ ũgũthera. Pia hakikisha kwamba ngozi yako imo katika hali ya mazoezi. Ona ngothi yaku mĩmenyagĩrie rĩrĩa ũraruta wĩra. Fanya tu yale mazoezi ya kawaida. O rĩrĩa ũrĩka kũruta wĩra mũritũ kana wĩra wa kufanya massage katika nyumba yako. Ona nginya gwĩkagwo massage wewe gwaku mũciĩ, ili kuhakikisha seli za ngozi zimo katika kazi. Nĩ gũtigĩrĩra atĩ ngothi yaku nĩ ĩrarutithio wĩra. Kuna yale mafuta ambayo tunasema ni ya kiasili ambayo yanatumika sana katika kuhakikisha ngozi yako katika hali iliyo sawa. Hena maguta marĩa tũthie nĩ makĩmerera marĩa mateithagĩrĩria ngothi yaku. Yale yanatokana na coconut ama ile nazi. Na maguta marĩa ma coconut. Na pia yale ambayo yanatokana na mafuta ya avocado yale. Ona ta maguta marĩa mumanaga na makondobia. Unapoyala katika mwili wako ama kuyatumia kuoga nayo yale. Rĩrĩa wahũthĩra maguta macio ona kũrĩa irio-inĩ kana nginya kũmahaka ngothi. Yanasaidia kufanya ngozi yako iwe katika hali iliyo bora. Ngothi yaku no mũhaka ĩrĩagĩrĩra. Na hasa kuhakikisha kwamba na makĩria gũtigĩrĩra atĩ kuhakikisha kwamba ngozi yako inaweza kudhibiti magonjwa. Gũtigĩrĩra atĩ ngothi yaku nĩrahota kũrũa na mĩrimũ. La mno zaidi hakikisha kwamba huna uvutaji wowote wa sigara. Tigĩrĩra atĩ nĩ watiga mũtugo wa kũgucia thigara. Kwa sababu hii pia inaweza kuathiri magonjwa tofauti ya ngozi. Nĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũrehaga mĩrimũ ngũrani ya ngothi. Na la mno zaidi mtumaini Mwenyezi Mungu. Ũndũ ũcio ũngĩ wa bata nĩ atĩ wĩhokaga Mwathani. Zingatia mambo ambayo tumeyasema. Utigagĩrĩra ũreka maũndũ marĩa maya mothe twaria. Ili ya kwamba uhakikishe ya kwamba ngozi yako imo katika hali iliyo sawa. Utigĩrĩre atĩ ngothi yaku nĩ njega makĩria. Kwa sasa tuangalie jambo la mwisho ambalo ni jinsi gani tunaweza kuhakikisha ya kwamba vidonda ambavyo tunavipata katika miili yetu. Nĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩ tũkũrora ũhoro wa ironda iria tũraturwo kũnyitagwo nĩcio mĩrĩ-inĩ. Unapopata kuna mtoto pale ama kuna mgonjwa pale nyumbani mwako na ana kidonda katika mwili wake. Ndio wako mtu wina kidonda wa kumbushia. Kabla ya kumpeleka hospitali unaweza kumsaidia vipi? Kusaidia na ajira yako utamutoa hospitali. Mtu anapokuwa kwa mfano amekatwa na kisu, ukikora mmoja ni atemwoneka hiyo, una mfano ama kuna vitu ambavyo unaweza kumsaidia kuhakikisha kwamba
amesaidika. Hena udurogeka niguo mundu cio muteithie. Na hasa kwa wakati ule ambapo amepata kuumia. Makiria rĩrĩa o hindi ĩyo ogira. Kwa vidonda ambavyo si vikubwa sana. Kironda gĩtarĩ kinene mũno tondũ unaweza kutumia chumvi. No ũhũthĩre kĩndũ ta chumvi. Ama ile mnaita cayenne ama ile pilipili ambayo imeshagwa. Kana pilipili ile ya cayenne. Unaweza kuiweka katika kile kidonda ama sehemu ambayo ina kidonda. No ũcigĩrĩre hau mũndũ ũcio atemetwo. Jambo la kwanza ili kuhakikisha kwamba ameacha kupoteza damu. Wa mbere nĩ gũtiga kura thakame. Na pia kuhakikisha kwamba virus ama germs hajaweza kuingia katika mwili wake. Na gũtigĩrĩra atĩ germs itiraingira thĩinĩ wa thakame yake. Baada ya pale unaweza kutumia kitu ambacho activated charcoal. No ũhũthĩre kĩndũ ta makara marĩa mathĩe. Makaa haya yana uwezo ya kuhakikisha kwamba germs zimeutoa katika kile kidonda. Indo ici nĩiteithagĩrĩria kũruta germs kĩronda-inĩ kĩu na kuhakikisha kwamba kidonda kile kimo safi. Na tigagĩrĩra atĩ kĩronda kĩu nĩ gĩtheru. Pia asali pia ile ina umuhimu sana katika vidonda. Ũkĩ onaguo nĩ mwega mũno na ironda. Kisa inatoa ile majimaji ambayo yanapatikana katika kidonda. Nĩ tondũ ũkĩ nĩũrutaga maĩ marĩa monekaga kĩronda-inĩ na kuleta uponyaji kwa njia ya haraka. Ona kuonia na njĩra ya naihenya. Haya ni mambo matatu ambayo unaweza kuyatumia ili kuhakikisha kwamba mgonjwa wako hajaumizwa na vidonda. Uyu mane maundu matatũ ũngĩka gũtigĩrĩra atĩ kĩronda kĩu kĩa ũcio wonete ũgwati na ataweza kuathirika kwa njia ambayo ni kubwa sana na ndanahutĩka na njĩra njũru. Na la mwisho kabisa ni kukutumia cayenne ama ule mshege. Ona mũcege naguo tũrerwo nĩ wa bata mũno makĩria. Na vitu ambavyo inaitwa lamtana kamara ile fedha ambayo tunaitumia katika miji yetu. Oneo tũrerwo ita lantana kamara. Hapa sijaweza kuiona lakini najua tunafahamu ya kwamba tunaifahamu. Blackjack kama ile mshege ina uwezo pia ya kuondoa maumivu katika kile kidonda. Mshege ndio utaithagia kuroa na ruo rwa kironda. Na kutoa germs zilizo kwenye kile kidonda. Na kuruta germs zile cia kironda-ini. Na lamno kuleta uponyaji kwa njia ambayo ni haraka. Ona nginya kuhonia na njĩra ya. Na kwa vidonda ambavyo huenda vinaonekana haviwezi kuponyeka. Na kuri ironda ile tuonaga kana cikoragwo citiraga kuoneka. Unaweza kutumia vile vitu tunavyoita pawpaw leaves. No hudhire mahuti. Yale matawi ya mapapai. Mahuti mapapai. Unapokuwa na mgonjwa ambaye ana kidonda ambacho huenda kimekaa kwa muda mrefu hakijaweza kupona. Rĩrĩa wĩna mũrwaru ũrĩa wĩna kĩronda kwa kahinda kanene gĩtahonete. Enda uchukue yale matawi. Iwoe mahuti maya ma. Enda uyaoshe vizuri. Umathambie wega. Kisha uende uoshe ule mgonjwa ama kile kidonda kwa njia ambayo ni safi. Umuthambie mũrwaru waku na maĩ matheru. Na ukishamaliza kumuosha enda uchukue yale matawi na ufungilie kwenye kile kidonda. Ni wega uthie woe mahuti macio umoherere kĩronda-inĩ kĩu. Kwa takriban dakika 20. Dakika ta 20 ũguo. Ukiwa umekifunga kabisa. Makeria wewe. Baada ya pale yatoe yale matawi. Thutha ũcio ruta mahuti macio. Kisha achana kipate kukauka. Reke kiume. Fanya hivi kwa masaa ya asubuhi na masaa ya jioni pia. Ikoguo mathaa-inĩ ma kĩroko na mathaa ma hwaĩ-inĩ. Na utaona badiliko kubwa sana katika ule mgonjwa. Na nĩ ũkuona ũcenjia kũnene mũno harĩ mũrwaru ũcio. Na hivyo nitumai ya kwamba mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia mahala hapa. Ndio atĩ we mũrata wa Mwathani maũndũ matũkorwo tũkĩaria haha. Ni mambo ambayo yameweza kutusaidia. Nĩ maũndũ mena ũguni kũrĩ we. Na iwapo uko na shida na ungependa pia kujua zaidi kuhusiana na afya yako, wewe na zina naenda kumenya makiria maundu macio karibia kwenye lile hema ambalo liko mahali pale. Kuheleria hali hema ile ile hali. Na ninapotazama naona pia kuna wagonjwa ambao wanazidi kuhudumiwa pale. Na tulishuhudia tunaona ni mkondo mgurusha na jirani na mbona makiria. Na wale wanaotoka pale wana ushuhuda mkubwa sana. Na nemo mahali nemo kumena wila munene. Hivyo basi usizidi kuumia katika mji wako. Wadina penda kupeleka wewe au hata uzidi kutumia madawa ambayo unapokea pale hospitalini. Unakanodhina apenda kuhudhira dawa ili iwo dawa. Na Mungu amekutupa njia ya kiasili ili ya kwamba tupate kumtumikia. Na hendo leo kitindika na njia ya na hasa nipate kutupatia uponyaji kwa maisha yetu. Unakinya wone onio. Ndiposa baada ya pale tupate kufanikiwa. Na nikio tuagereire ukoro thutha-inĩ ũcio tutasoma kitabu cha mwisho ambacho ni kitabu cha Yohana watatu, waraka watatu wa Yohana. Marua ma Yohana ma 3 mstari ule wa 2. Muhari wake Yohana watatu, waraka watatu wa Yohana mstari wa 2. Maandiko yanasema Biblia kwenda mwendo wakwa
ndahoya ati maundu mothe makugacagire naam na wikarage uri o mwega o ta uria ngoro yaku nayo ituige igaceire. Amina. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba sisi sote tuwe katika afya iliyo bora. Wendi wa Ngai ni ati tuikare turi ega nginya ugima-ini witu wa mwiri, na tufanikiwe katika afya yetu, na tugacire nginya ugima-ini witu wa mwiri, hasa pia vile roho yetu inavyofanikiwa. Oya turarathimwo ngoro-ini citu. Na hili ndilo ombi langu pia, na riu ni ihoya ria kwamba mkazi wa Mwangi uzidi kufanikiwa. Ndio ihoya tuwe mwikari wa Mwangi ona tuike wa kurathimwo katika afya yako kama vile roho yako ifanikiwa, ugima-ini waku wa mwiri oria ngoro yaku irarathimwo. Na iwapo ataweza kupatana tena, tungiagucemania nawe Mungu na hazidi kuwahifadhi Ngai athirabe na kumenyerera hadi wakati ule tukutana katika makao yaliyo mapya. Ndio turicemania mbere ya giti kia uthamaki. Mungu azidi kuwabariki, athirabe na kumrathima, na azidi kuwatendea mema, na athirabe na kumwika wega. Tupate ombi. Rekei tuwe na ihinda rĩa kũhoya. Nĩ wega Mwathani wĩruti wa goro, nĩ wega Mwathani ũrĩa wothe tũkwerũrũkĩarĩrio nĩ ndungata ciaku wĩgĩmaine na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Mwathani ũrĩa wothe, Mwathani mwega tũiguĩte wa goro na mwĩti na kũrĩ we, reke ũhoro ũcio ũtuĩke wa gũteithia gũthikĩrĩria, na makĩria ithuothe Mwathani mwega tũiguĩte ũtuĩke wa kũgĩa na kĩguni igũrũ witũ. Arĩa marĩtie ndungata yaku Mwathani mwega, irabe na kũmarathima na kũmongerera ciugo ingĩ, na nĩguo matuĩkage ũguni to kũrĩ aikari a gĩikaro gĩkĩ kĩa wa Mwangi, ona nginya cikaro ingĩ ngũrani gũgũthura barĩthi ya kũmahunjĩria. Na nĩ wega nĩ ũcio waku na wa Mwathani Yesu Kristo tũhoya na twĩtĩkia. Amen.